Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Ndugu waandishi wa habari, mimi naitwa Edwin Sadok Makuru, ndiye katibu kata wa Chama cha Mapinduzi kata ya Bujonde. Lakini sambamba na hilo, ndugu waandishi wa habari, tuko hapa ndani ya kata hii kwenye kijiji cha Itope, na vile tunakwenda katika kijiji cha Rubaga na vitongoji vyake vyote. Tumepata taarifa ya mafuriko ya mto Kiwira ambayo yamepanda juu ya barabara. Ni kama mnavyoona, maeneo yote haya ni mafuriko, na wananchi wa hapa wote, mambo haya yameharibika sana, kwa sababu mifugo yao imeondoka, nguruwe wameondoka, kuku imeondoka, kwa hapa wamebaki wapweke kabisa, kwa sababu ya mafuriko haya yamekuja bila taarifa. Kwanza kwa maombi juu ya serikali ya Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kimetoka kukarabati makaravati 9 ndani ya kijiji cha Rubaga, lakini ndani ya kijiji cha Itope hatuna karabati hata moja. Makaravati haya ya kuliplesi eneo hili, tunaiomba serikali kwamba iongeze makaravati mengi ili barabara maji haya yapate kupita kwenye mkondo wake. Lakini vile historia mafuriko haya ni kila mwaka tunapata mafuriko ya aina hii. Kwa hiyo tunataka kutunza barabara kwa ajili ya kutengenezea makaravati ili maji yapite chini ya makaravati na barabara ikawa salama. Mimi kwa majina naitwa Alphonse Nkweremba, ni mwenyeji wa eneo hili. Haya mafuriko yamekuja asubuhi mida ya saa 1:30 saa 2 hivi. Yana athari kubwa sana, na ni mafuriko ambayo yalitokea 2014, yalikuwa mengi zaidi ya haya, lakini pia yakatokea 2016, 2018, 2019. Ni mafuriko ambayo tunapata kwa muda mrefu. Hivyo ningekuwa na ombi kubwa kwa serikali kwamba ijaribu kutuboreshea hii barabara na kutuongezea makalivati, ili angalau maji yanapotoka huku mtoni yawe yanavuka kiurahisi barabara kuelekea huko mashambani, yawe yanatawanyika. Kuliko ni hali tulionayo, hasa upande huo wa mto tunapata shida kubwa sana. Mimi kwa majina naitwa Runi Aledi Mwakakusu. Sisi ni vijana katika ikata, nipo na wenzangu hapa. Hili kazi yetu tunasaidia kuvusha watu hapa katika barabara. Maji ya Kiwira yamepanda hii barabara, kwa hiyo anavuta watu kule. Jana ng'ombe imekufa watu, mafuriko ni mengi, ni balaa. Ndio hivyo. Kwa hiyo mpo kwa ajili ya kutoa msaada kwa ajili ya watu ambao hawezi kuvuka manake. Hadi wanatoa msaada. Sasa yaani wote tunatoa msaada. Labda mnapewe chochote, labda mnavusha kwa pesa au mnavusha tu kama kujitolea. Yaani mzee akituonea huruma kwa kwanza kuvusha bwenda anatupata jero. Naitwa Mchungaji Manyamaki, niko Kyela Bujonde Ikoloti. Kuna maafa ya maji yameingia mnamo saa 9 kuamkia asubuhi ya leo. Mpaka sasa wananchi wana changamoto kubwa. Mipunga imelala yote, mifugo inapata shida, nguruwe, ng'ombe wana shida, na watu wana shida, hawana maeneo ya kukaa, wako barabarani, hawana hata vyakula, hata sehemu ya kwenda kununua mahitaji ni changamoto. Kwa hiyo tungeomba serikali waangalie watu wa Bujonde na maeneo mengine ambao wanakumbwa na majanga kama haya, ili kwamba waweze kusaidiwa. Endapo serikali itasikiliza haya, nitashukuru sana. Asante sana mwandishi habari. Tunaomba kutembelea kwa muda huu ambao watu wa Bujonde wako kwenye shida kubwa. Usiache kutembelea na kuhusisha serikali kwa ujumla, ili kuweza kuchukua hatua zozote inapobidi. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Hamidu Kalieveli Mwambejeje, ni diwani wa kata ya Bujonde. Nikushukuru sana mwandishi wa habari kuja kunitembelea kuona hali halisi ya mafuriko ndani ya kata ya Bujonde. Mafuriko ndani ya kata ya Bujonde yameingia kuanzia kwenye shule ya msingi Ngamanga mpaka ziwani, maji yametapakaa, yameingia majumbani mwa watu. Lakini nishukuru sana halmashauri ya wilaya ya Kyela kwa kutulimia barabara ya mwinuko ambayo kwa kipindi hiki imetusaidia sana. Kila kitu ni barabarani, kupika umo, mifugo yetu aina ya ng'ombe, nguruwe,
ni umo. Ndio maana naishukuru sana halmashauri ya wilaya ya Kyela kwa kutulimia barabara ya mwinuko. Bila barabara tungeteseka sana na tusingejua mifugo tungeiweka wapi. Ingawa hii barabara ina upungufu, bado ina upungufu wa makarabati. Namshukuru injinia wa TARURA ameniongezea makarabati, lakini bado mwinuko haujakizi. Kwa hiyo kupitia ujio wako mwandishi wa habari, hii barabara inatakiwa mwezi wa 9. Nitamuomba tena injinia wa TARURA kwamba tuinulie, ili mafuriko yatakapo kuja tena ya mwezi wa 4 2027 yasiweze kupita juu ya barabara, ili watu wapate upenyo wa kupika chakula na kujistiri na mifugo yao, kwa sababu hii barabara imetusaidia sana kulinda mifugo yetu, aina zote za mifugo, kuku, nguruwe, ng'ombe ni umo. Hata sisi binadamu tunapikia umo kwenye barabara. Kwa hiyo nikushukuru sana kwa ujio wako, na siku nyingine tena uje, usisite kuja. Kwa muda huu madhara bado hajajitokeza, kwa sababu haya mafuriko yameanza usiku wa kuamkia leo. Saa 8 usiku mto Kiwira umefurika. Kwa hiyo madhara bado. Wanafunzi si rahisi kwenda mashuleni, kwa sababu jinsi ulivyoangalia mimi kuvuka hapa kwenda kwenye nyumbani kwangu pale, maji mpaka shingoni au kwenye kifuani hivi. Kwa hiyo hata watoto kuanzia leo hawawezi wakaenda shuleni, kwa sababu haitawezekanika kwamba mtoto huko ameloa alafu anaandika. Baba. Sasa. Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.